Ndugu zangu wa Tanzania, leo ni tarehe 16 mwezi wa 3. Ni siku moja kabla ya kutangaziwa taifa kwamba ndugu yetu, kiongozi wetu John Pombe Magufuli ameondoka duniani. Na ilikuwa ni siku tarehe 17 mwezi wa 3 ambao maadhimisho yake ni kesho. Mtakumbuka sisi tumekuwa mara kwa mara inapofika tarehe 17 mwezi wa 3 tumekuwa tukiwa na majonzi makubwa sana katika taifa hili. Kwa siku zote, miaka yote toka John Pombe Magufuli amefariki. Na bahati nzuri kwamba kila mwaka kule maeneo ya Mwanza huwaga kunafanyika ibada maalum kwa ajili ya kuombea wafu, lakini kwa ajili ya kumwombea John Pombe Magufuli. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ni kiongozi shupavu, alikuwa ni kiongozi imara, alikuwa ni kiongozi mzalendo. Mwalimu Nyerere alipata kusema kwamba hatuwezi kutatua matatizo yetu kwa kujidanganya kwamba matatizo hayo hayapo. Lakini John Pombe Magufuli alituambia kwamba Watanzania wana akili, hawawezi kudanganyika tena. Hawawezi kudanganyika tena. Leo miaka 5 ya John Pombe Magufuli akiwa yupo kaburini. Katika hichi kipindi John Pombe Magufuli amekuwa akibagazwa, amekuwa akitukanwa, lakini hakuna kiongozi yoyote, awe ni wa chama awe ni wa serikali, aliyesimama kwa ajili ya kukemea watu wote waliozusha uongo juu ya John Pombe Magufuli. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hawa viongozi aidha wa chama au wa serikali walifurahishwa sana kifo cha John Pombe Joseph Magufuli. Leo nasikia kuna msafara mkubwa leo wanaelekea kesho kwenye maadhimisho ya John Pombe Magufuli miaka 5 kule Chato. Viongozi hawa katika miaka 5 hatukuwasikia hata siku moja kwa bahati mbaya wakizungumza kuhusu John Pombe Magufuli. Na kwa bahati mbaya hata wale waliojinasibu kuhusu kuguswa na kifo cha John Pombe Magufuli aidha waliondolewa kwenye nafasi zao au walizimwa kama taa. Mnaweza mkaona sasa kwamba tuna viongozi wa aina gani katika taifa na tuna taifa la namna gani katika nchi ya Tanzania. John Pombe Magufuli sisi tunamwenzi kwa vitendo. Watu wanaomwenzi kwa vitendo, waliomwenzi kwa vitendo, naweza nikawahesabu nikawataja kwa majina yao, ambao walisimama kitete, kwa sababu John Pombe Magufuli alisimamia heshima ya Watanzania, alisimamia ulinzi wa Watanzania, ulinzi wa rasilimali za nchi. Mtakumbuka 2017 kuna sheria ya ulinzi wa rasilimali za nchi ambayo ilipelekwa bungeni ikapitishwa. Lengo la ile sheria ilikuwa ni kuhakikisha kwamba kila rasilimali za nchi zinakuwa ni mali ya Watanzania na sio mali ya kundi dogo la wahuni matapeli. Sasa John Pombe Magufuli ndani ya kipindi chake cha miaka 5 yapo mambo makubwa ya ajabu, kila Mtanzania akiyaona kweli kwamba huyu kiongozi alijitoa sadaka kwa ajili ya Watanzania. Na huyu mtu alichaguliwa na Watanzania, na ndio maana alipambana kuhakikisha kwamba Watanzania waliomchagua kwa kura 58
2015 hawaangushi. Alipambana usiku na mchana kuhakikisha kwamba Watanzania wanatembea kifua mbele na kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata heshima. Ndani ya miaka 5 tu alinunua ndege 13. Wakati anaingia Magufuli hakukuwa na ndege kabisa. Ndani ya miaka 5 ndege 13 zikanunuliwa. Jambo zito hili. Lakini katika kipindi cha miaka 5 tu, umeme wakati anaingia madarakani, wananchi walikuwa wanatozwa umeme shilingi 300,000 kuunganishiwa. Akashusha kutoka 300,000 mpaka 27,000 kwa watu wa vijijini. Mnaweza mkakumbuka. Wananchi wakampenda John Pombe Magufuli. Alipoondoka tu 300,000 zikarudi tena. Alipoondoka tu 300,000 zikarudi tena. Baadaye tukapiga kelele, juzi kati zimeondolewa, sasa hivi wanaunganishiwa 27,000 wa vijijini. Lakini John Pombe Magufuli aligusa Watanzania maskini. Na alihakikisha kwamba tuna umeme wa kutosha. Wakati Magufuli anaingia madarakani, alikuta umeme megawati 1,300. Magufuli ameondoka madarakani, leo tuna umeme zaidi ya megawati 4,000. Akatengeneza bwawa la Mwalimu Nyerere ambalo liligharimu zaidi ya trilioni 7. Ambayo wakati anakufa Magufuli 63%, kama sikosei, naweza nikasahihishwa, pesa zile za bwawa la Mwalimu Nyerere zikawa zimelipwa. Na mwezi wa 11 tarehe 15 ya 2021 ujazaji wa bwawa la Mwalimu Nyerere ulitakiwa uanze na ulitakiwa ikamilike ndani ya miaka 3, lakini imekamilika baada ya miaka karibia 8. Umeweza kunielewa? Umeme megawati 2,115. Leo tuna umeme megawati 2,400. Kwa hiyo ina maana kwamba umeme, ukitoa umeme 1,000, 2,000 na ngapi, unaweza ukaona kwamba tungekuwa na umeme kiasi gani. John Pombe Magufuli, kiongozi wa Tanzania, alipigania taifa. Sasa wakati wa kuingia madarakani, John Pombe Magufuli alikuwa na vision kubwa. Akajenga SGR. Mnakumbuka wananchi? Barabara zilijengwa, flyover zilijengwa, SGR ikajengwa. Na watu wakati unajenga bwawa la Mwalimu Nyerere, kuna viongozi wa bunge, ndani ya bunge walimpinga. Tena wa chama cha CCM walimpinga kwamba huko anaenda kuharibu mazingira. Leo tunazalisha umeme megawati 2,115. Alikuwa na lengo la kuhakikisha kwamba wananchi tuwe na umeme wa chini, ili kusudi wananchi wazalishe, wawe na viwanda ambao watazalisha kwa bei ya chini, ili maisha ya Watanzania yawe rahisi. Huyu alikuwa ni kiongozi wa wazalendo, alikuwa ni kiongozi wa masikini, kwa sababu alilenga zaidi kuinua masikini kutoka kwenye umasikini wao na kuwapaisha wawe ni matajiri katika nchi. Huyu alikuwa ni kiongozi na sio mtawala. Na ndio maana ukisoma Mithali 29 mstari wa 2 inasema hivi kwamba wenye haki akiwa na amri watu hufurahi, bali waovu watawalapo watu huugua. Ni kweli. Kwani leo watu wanaishi kama digidigi na kwa hofu kubwa katika nchi. Kwa sababu gani? Kwa sababu wenye haki hayupo tena, bali waovu waliotawala. Ndio maana wanaweza kufanya mambo kama haya. Una hofu hata kutaka kutoa mawazo yako, una hofu kwamba leo sidhani kama nitabakizwa. Umeelewa vizuri? Lakini huyu mtu alikuwa ni kinara. Alihakikisha kwamba madaraja ya mfano kama Kigongo Busisi, Kigongo Busisi, daraja la Tanzanite, madaraja kibao yalijengwa, flyover zilijengwa. Lengo lilikuwa ni kuhakikisha kwamba anasisimua Watanzania kusudi wapate nini? Wapate heshima, waone matunda ya uhuru, matunda ya rasilimali za nchi.
akazuia makinikia. Mnakumbuka lengo alipozuia makinikia yale ilikuwa ni kuhakikisha kwamba kwa sababu tunaibiwa sana yale makinikia yale, kontena zaidi ya 70 nafikiri 270. Yani ni kwamba yale makontena yalikuwa yanabeba aina 15 za madini, lakini inayoandikwa pale ni aina moja tu, dhahabu. Lakini kuna aina 15 za madini katika yale makinikia. Magufuli ameondoka leo, makinikia yanasombwa kama upepo, yanasombwa tu, yani kwa sababu ni nchi, imekuwa ni nchi sasa ya nandi. Nakumbuka kuna kundi linaloitwa, watu walisema linaloitwa wa mtandao. Kiongozi wao alitumia zaidi ya dakika 30 wakati wa kifo cha Magufuli, mazishi, kujitetea kwamba mimi sikuhusika kuhusu Magufuli, sikumhujumu. Lakini tuliwaona wale watu wake walikuwa wanamhujumu kipindi kile, wakati John Pombe Magufuli akiwa anaongoza taifa hili. Kwani hatujui? Na ndio maana Polepole alituambia kwamba hawa watu walimuua John Pombe Magufuli, na kila Mtanzania alijua kwamba John Pombe Magufuli ameuawa, kwa sababu kitendo tu cha kutokupewa taarifa kwamba John Pombe Magufuli anaumwa ilikuwa ni siri. Nani aliyekuwa na siri? Alafu mbaya zaidi, watu hawa hawana wema. Unaweza ukatumika kwa ajili ya kumuumiza mwenzio, halafu baadaye wakijua kwamba utatoa siri watakuua wewe. Sijajua kama mnanielewa. Hata nyinyi mnaotumwa kwa ajili ya kuumiza watu, uwe na hakika kwamba hata usalama wenu uko mashakani, kwa sababu wakijua kwamba wewe utawataja watakuua, wanakutuma. Na ndio maana propaganda za kuharibu image ya Dr. John Pombe Magufuli zilikuwa ni kubwa sana. Leo wanaenda kwa John Pombe Magufuli. Na nilimwambia hata Jessica Magufuli kwamba angalia sana Jessica Magufuli, usije ukajikuta unatumika kuharibu image ya baba yako. Wewe watu miaka 5 wamemtukana baba yako, miaka 5 anatukanwa, sio chama wala sio nani. Polepole ndio aliyebaki, akabaki Gwajima ndio aliyebaki, akabaki Mpina ndio aliyebaki. Wengine wako wapi? Wako wapi? Hata tumemshuhudia waziri mkuu aliyekuwa waziri mkuu enzi hizo, aliteuliwa akiwa kutoka kwenye naibu waziri mkuu. Huyu alitakiwa asimame kidete kwa ajili ya kupigana kuenda kwenye ndoto za John Pombe Magufuli, lakini baadaye na yeye akajiunga kwenye kundi lile. Yeye ndo akaanzisha kwamba akaanzisha kampeni ya fomu moja, akaanzisha kampeni ya fomu moja kinyume cha katiba. Sijajua alikuwa na lengo gani, fomu moja. Na ndio maana hata mauaji ya tarehe 29 mwezi wa 10, huyu huwezi ukamkwepa, kwa sababu yeye alikuwa ni mtendaji mkuu wa shughuli za serikali. Na ndio maana hata watu wanaosema kwamba huyu alikuwa ni jembe, ni uongo. Jembe liko wapi? Huyu kipindi cha wakati baada ya tu John Pombe Magufuli kuondoka kufariki, operation nyingi zilifanyika. Angalia kule kwa Wamasai kule. Wamasai wale wakaanza kuhamishwa kule kwa Wamasai. Yeye akiwa mtendaji mkuu wa shughuli za serikali, yeye ndio alienda kushughulika kwa ajili kwamba wale Wamasai kule Ngorongoro wanahamishwa. Anaenda anawaambia kabisa hameni. Alafu utasema kwamba huyu ni mzalendo? Utasema kwamba huyu alikuwa anafuata nyayo za John Pombe Magufuli? Si ni unafiki? Mnataka kutudanganya kwa daa wa Tanzania. Wameondolewa kule na pesa zaidi ya shilingi bilioni 500 zilitengwa kwenda kunani Msomera kule. Pesa hizo zilitengwa na nani? Nani aliyeidhinisha lile fungu la kutenga bilioni 500 kwenda kujenga makazi ya watu wa Masai kule Msomera? Nani? Baada hii imefanyika
Maada tu ya John Pombe Magufuli kuondoka madarakani, kufariki, maana yake walikuwa na lengo lao la kuhakikisha kwamba ile Ngorongoro inaondoka, wapewe Waarabu. Si ndio maana yake? Sasa utasema nini zaidi ya hapo? Ndio hivyo, kwa sababu wameondoka tu tayari na attempt za kwanza kuuza rasilimali zetu za nchi. Wakati 2017 tunatengeneza ile katiba, sheria ya ulinzi wa rasilimali za nchi, ilikuwa na lengo la ring fence. Leo kuna zaidi ya mikataba ya ile PPP, ile public private partnership. Wamesaini mikataba zaidi ya 74. Hiyo mikataba hatujui kwamba inahusu nini. Hatujui, inahusu rasilimali zetu sisi za wananchi, lakini haijapelekwa bungeni. Kwa nini haijapelekwa bungeni? Kwa sababu wanajua walichosaini ni mikataba, kuna madudu mle. Leo kuna mikataba zaidi ya hata 100 ambayo wamesaini wa viongozi hawa baada ya John Pombe Magufuli kufariki, hawajaipeleka bungeni. Ukiacha ule mkataba wa DP World ambao na wenyewe mikataba midogo ya utekelezaji ilitakiwa ipelekwe bungeni, haijapelekwa mpaka leo. Mnakumbuka bandari sasa zimeshawekwa lahani. Bandari, tuna bandari sisi. Bandari Dar es Salaam imepewa Mwarabu, Bagamoyo amepewa Mwarabu. Pale wapi kule Kigoma kule Tanganyika, sasa amepewa Mchina. Sasa sisi tunabaki na nini? Uchumi wote unamilikiwa. Na ndio maana John Pombe Magufuli asinge survive. Kwa lugha nyingine, John Pombe Magufuli alikuwa amezingirwa na watu ambao ni wahovyo. Yani ni kama simba aliyezingirwa na mbwa mwitu, kwa sababu watu wote ambao aliwaamini, si ndio? Alikuwa naamini watu ambao ni wahovyo. Ndio maana kila siri walizokuwa wanajadili kwenye baraza la mawaziri zilikuwa zinavuja kwenye mitandao ya kijamii. Yaani bado hawajamaliza hata kwenye baraza la mawaziri, tayari taarifa hizo ziko kwenye mitandao ya kijamii. Si mnamkumbuka Kigogo? Kigogo alikuwa anapewa taarifa na nani? Leo nani anayetoa taarifa? Kwa nini? Unaweza ukajiuliza kwamba kumbe alikuwa anahujumiwa na hawa aliowaamini kuwateua kwenye nafasi kubwa. Ndio maana baada ya John Pombe Magufuli wengi walifurahi hao viongozi. Wengine walidiriki kusema kabisa kwamba bahari sasa imetulia. Au umesahau wa Tanzania? Bahari sasa imetulia. Azifu aliyeivuruga bahari alikuwa ni John Pombe Magufuli. Na alivuruga John Pombe Magufuli kwa sababu hawa watu walikuwa wamezoea kula yani kunyonya rasilimali za nchi. Magufuli akakata mirija yao, wakamchukia na wakaanzisha propaganda na wakahonga mpaka media na wanaharakati wengine wakahongwa ili kusudi kuhakikisha kwamba John Pombe Magufuli hapati utulivu. Kwani ni uongo? Leo wanajifanya sasa kwamba John Pombe Magufuli baada ya kuchafuka. Nyinyi mmechafuka, mnataka sympathy, mnataka mtu msafi awasafishe. Hamna lolote. Mnaenda kule Chato, mnaenda kufuata nini? Chato mnaenda kujisomba leo. Leo imekuwaje? Yani leo imekuwaje? John Pombe Magufuli imekuwaje leo? Mnaenda kujisomba Chato. Kwa sababu mmechafuka. Kila pahala hamtakiwi. Kwa hiyo mnatafuta mtu msafi ili awasafishe. Si ndio maana yake? Na ndio maana sasa hivi kunatumika spinning propaganda nyingi sana za kuhakikisha kwamba hata media zinakuwa wanazikamata. Ndio Magufuli amefariki tu bando, yani yule comprador akanunua Zanteli, akanunua TTCL, akaziunganisha. Leo bando Magufuli ameondoka madarakani 2021, shilingi 1000 ulikuwa unapata GB 2 ya shilingi 1000. Leo ili kusudi upate GB 2 unahitaji shilingi 5000.
Makato ya kwenye simu yamekuwa makubwa sana, na anayekatwa zaidi ni Mtanzania masikini.